Mungu ametuumba ili tuishi maisha ya milele. Mungu amewaumba viumbe ambao ni wanadamu, ambao ndio sisi, ili tuweze kuishi maisha ya milele. Na ishara ya kwamba Mungu ametuumba ili sisi tuishi maisha ya milele ni kwa sababu Mungu alituwekea sehemu yake ndani yetu ambayo ndiyo inaunda roho zetu, ambayo hiyo roho haifi, maana yake inaishi milele kwa sababu ina tabia kama tabia za Mungu za kuwa immortal, manake isiyokufa, ambayo inaendelea kuishi milele. Kwa hiyo mimi na wewe tunaishi milele. Sasa kuna njia mbili. Unaweza ukaishi milele katika mateso, yani Jehanamu, na unaweza ukaishi maisha ya milele katika mbingu, yani peponi. Sasa ni wewe kuchagua. Njia ya kukupeleka peponi, kuishi maisha ya milele mbinguni, ni kupitia kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na ya kwamba alifufuka kwa ajili ya wewe kupokea wokovu, na hapo utakuwa salama kabisa, na kila ulichokifanya katika maisha yako kitakuwa na maana, kwa sababu kitakuwa na mchango kwenye umilele ambao unakuwa katika sehemu ambayo ni salama. Lakini usipomwamini Yesu, matokeo yake ni kwamba utaishia kwenye hukumu ya milele, ambapo amehukumiwa Shetani pamoja na malaika zake, wale waliomwasi Mungu. Na kwa sababu Shetani pia alimdanganya mwanadamu naye akamwasi Mungu. Kwa hiyo wale wote waliomwasi Mungu, yaani wenye dhambi ambao walimwasi Mungu, wote wanakuwa na adhabu moja kwenye ziwa liwakalo moto. Lakini wale waliompokea Yesu anakuja kuifuta ile dhambi ya mwanzo waliyokosea Adamu na Hawa, na tunakuwa salama ndani ya Yesu. Kwa wewe ambaye hujampokea Yesu, mpokee Yesu sasa kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na wewe ambaye umempokea Yesu, hebu fanyika kuwa balozi mzuri wa watu wengine waweze kumpokea Yesu, ili sisi wote wanadamu tuweze kuwa salama ndani ya Kristo Yesu, tuweze kuwa na mwisho mwema na maisha yetu yasiwe bure. Yesu yupo ili kukusaidia kuiondoa dhambi yako, kwanza kuifuta, na pia kukusaidia uishi maisha matakatifu na mwisho wako uwe mwema. Ukifa katika dhambi, maana yake unaungana na Shetani kwenye ziwa la moto, na kila ulichokifanya hapa duniani kinakuwa ni bure, yani unakosa kila kitu.